Mtazamaji wa Pride Mbagala TV, leo ni siku nyingine tena tuko katika kipindi chetu cha michezo. Tuko na mjadala ambao umezidi kushika kasi katika vijiwe mbalimbali vya soka. Mada iko mezani, ujio wa Stephen Aziz Ki ama kurejea kwa Stephen Aziz Ki. Ipi ni nafasi ya Alan Okello Starboy pale Jangwani? Mimi hapa sina majibu, lakini tujiunge na Zakem Sports Arena, wao wana majibu yote au wanayo ya kutujuza kuhusiana na kurejea kwa Stephen Aziz Ki, na wao watatuchambulia nini nafasi ya Alan Okello. Je, ataendelea kuwa Starboy ama yule mfalme wa Jangwani atakuwa amerejea na kuweza kuchukua tena ufalme wake? Huko bie kabisa kama kawaida. Haya, kutokana na ile ambayo limetrend sasa hivi, ujio wa Aziz Ki na Yanga Afrika, unaiona wapi nafasi ya Alan Okello endapo ili dili la Aziz Ki likichike kuja akija Yanga Afrika? Hii nafasi ya Alan Okello wewe unaiona wapi? Nafasi ya Alan Okello bado itakuwepo tena, ni kubwa sana. Ni kwa sababu Stephen Aziz Ki ni Stephen Aziz Ki, Alan Okello ni Alan Okello. Ni kwa sababu unajua kuna kitu kimoja, kwamba hapo ndio tunajulikana kocha bora ni yule kocha ambaye anataka kutengeneza mbinu zake za wachezaji kuunganisha katika sehemu moja. Umeelewa? Hii ambayo anazungumzia hao kwamba ni vitu vinawezekana, kwa sababu ukichukulia labda mfano kikosi cha Manchester City alikuwa na viungo ambao haina design ya wachezaji ambao wanacheza na nafasi moja. Umeona? Aliweza kutengeneza mfumo ambao Kevin De Bruyne alikuwa ndani, unaona, Bernardo Silva alikuwa ndani, unaona, Phil Foden alikuwa ndani, lakini ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya kocha ambaye ana ueledi ambao kutengeneza timu icheze katika falsafa zake. Umeona? Kwa mfano maana Alan Okello kwa sasa hivi anavyoonekana ni kiungo ambaye anacheza pembeni, lakini kuna wakati anaingia ndani. Stephen Aziz Ki ni kiungo ambaye anakaa sehemu moja kabisa, maana kwenye namba 10 yenyewe. Umeelewa? Kwa hiyo ni majukumu pia ambayo kutengenezeana, maana kwa mfano kwa sasa hivi kuna wakati Mdasi anaona kama ni namba 10. Kama Mdasi anacheza namba 10 katika mfumo, kwa nini Alan Okello asije kujumuishwa na Stephen Aziz Ki hapo ndani moja kwa moja? Kwa ni mfumo tu wa kocha akiwa bora, timu inaweza kucheza vizuri tu. Kwa hiyo naaminisha kwamba ujio wa Aziz Ki maana yake nafasi ya Stephen ya Alan Okello bado itakuwepo kutokana na mifumo ya kocha yeye atakavyoona, si ndivyo? Hapo ndio uwezo wa kocha unapokuja. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hata ukiangalia namba za Alan Okello na Stephen Aziz Ki wakati anakuja ni tofauti. Manake Stephen Aziz Ki msimu wa kwanza anakuja, manake alikuwa na goli 9, si ndio? Alan Okello ndani ya msimu mdogo, manake ndani ya miezi 6 tu hapa tayari shakuwa na magoli 11, unaona? Sasa manake ni namba ni kubwa kuliko Stephen Aziz Ki, manake huyu anaonekana Alan Okello hakuweza kustabu zaidi, manake namba ambayo ilifanya Stephen Aziz Ki msimu mzima Alan Okello kashazifanya tayari kwa sasa hivi. Afu unasemaje Alan Okello akae nje, Stephen Aziz Ki aanze? Mimi ninachozungumza ni hivi kwamba hao wote wana nafasi ya kucheza. Hapo ndio ubora wa kocha utapokuwepo, maana yake kwamba nani atafanya jukumu hili na nani atafanya jukumu hili, lakini kuunganisha wote kwa pamoja, mimi nafikiri kocha akiwini hicho itakuwa ni faida kubwa sana kwa upande wa Yanga. Maana kwangu mimi nafasi ya Alan Okello naiona ipo kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, Stephen Aziz Ki anacheza possession mbili, anaweza kucheza nyuma ya mshambuliaji na anaweza kucheza kushoto kama mshambuliaji wa pembeni. Hiyo la kwanza. Kila pili, bado sijakuwa na uhakika kwamba atarudi kivipi, kwa sababu mara nyingi hawa wachezaji wa kigeni walivyotoka kwao kuja hapa, alafu wakiondoka walivyorudi narudi kivingine kabisa. Kwa mfano, wakitoka nje wakija hapa katika ardhi ya Tanzania, kutokana na ufinyu wa wachezaji wenye viwango vikubwa hapa kwetu, wana perform mapema sana wachezaji. Wanafanya kazi vizuri, alafu vilabu vikubwa huwa vinawaona. Walivyoona vile vikubwa vinawachukua, wanadhani kwamba wachezaji wao watakwenda kuwa bora kama wachezaji waliokuwa nao wao. Kwa mfano, alikuja hapa Jose Nixon hapa kwetu. Alikuwa so star. Amefanya kazi katika timu ile moja hapo Kariakoo, akafanya vizuri, vilabu vikubwa vikamuona vikamchukua. Alipokwenda kwetu akifanya hata Feruzi alichokifanya Simba hakikufikia. Mwisho wa siku amerudi hapa, ameanza tena upya. Akaja Clatous Chota Chama, amekuja hapa, alikuwa so star. Amefanya kazi Simba, jina lake limekuwa kubwa, vilabu vikubwa vimemuona vimemchukua. Amekwenda Berkane, alichokifanya hata Feruzi alichokifanya Simba hakukifikia. Akaja Tuisila Kisinda, amekuja so star. Amefanya kazi vizuri hapa, ameonekana mchezaji mkubwa. Ameenda Berkane, alichokifanya kule hata Feruzi alichokifanya Yanga hakijafikia. Akaja Mayele kidogo amekuwa tofauti na wenzake, ameenda kufanya mara mbili alichokifanya Yanga. Lakini akaja huyu Stephen Aziz Ki, naye amefanya mambo makubwa Yanga, ameondoka. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kwamba Alan Okello atakuwa na nafasi yake, kwa sababu hatujui kama Aziz Ki atarudi katika mazingira gani. Atarudi katika mifumo ile kama ulivyoondoka wenzake, au atarudi katika performance aliyokuwa ameondoka nayo Yanga. Na hata kama atarudi katika performance ile iliondoka, bado Alan Okello atakuwa na nafasi, kwa sababu Alan Okello
tayari anafanya. Aziz Ki anarudishwa kwa historia alichokifanya, lakini Alan Okello ndo anaendelea kufanya. Kwa hiyo Okello bado ana nafasi kubwa kuendelea kucheza Yanga. Wasiwasi wangu kwamba je, atakapokuja Aziz Ki, atakuja Aziz Ki yule ambaye tulikuwa tunampigia makofi au atakuja Aziz Ki wa kumzomea? Kama atakuja Aziz Ki wa kumpigia makofi, maana yake anaweza akacheza possession ya kushoto, Alan Okello akacheza possession nyuma mshambuliaji. Narudia tena, Aziz Ki anarudisha kihistoria kwamba alifanya, lakini Alan Okello anaendelea kufanya. Tunaona kwa mimi binafsi sioni kama Alan Okello anaweza kukosa nafasi Yanga kwa ujio wa Aziz Ki. Kitendo cha kurudi sasa Stefan Aziz Ki kama Yanga Afrika watafaulu, wewe hii nafasi sasa unaionaje, kwamba Alan Okello ataendelea kucheza kumweka Aziz Ki benchi au watu wawili wanaweza kucheza kwa pamoja, au hii nafasi ya Alan Okello wewe unaiona itakuwa wapi zaidi? Mimi nafikiri itatokea mfumo wa kocha, kama atarudi itakuwa tutategemea mfumo wa kocha jinsi atakavyochezesha, lakini asilimia kubwa bado nampa Alan Okello, ataendelea kutamba. Mimi bado namuona Okello kupata nafasi ya kudumu pale Yanga. Hilo tu bado naliona. Kwa hiyo wewe unaiona tu nafasi ya kudumu pale Yanga. Je, uwezo wa Stefan Aziz Ki unauonaje, ambao ameondoka kwenda huko kucheza Wydad na sehemu nyingine, kwa hiyo anarudi. Kwa hiyo ulipomfuatilia katika viunga vya huko alivyokuwa na performance yake, je, unaona kwamba akisharudi bado hawezi kumuondoa Alan Okello katika nafasi yake? Itamchukua muda sana, kwa sababu tayari Okello ameshaingia kwenye mfumo wa ligi. Yeye anakuja kuanza upya. Kiongozi anasema kwamba itamchukua muda Stefan Aziz Ki kuingia moja kwa moja, lakini bado anampa nafasi kubwa Alan Okello kucheza zaidi na Yanga Afrika. Alan Okello amekuja dirisha dogo, amekutana na timu ndogo, hakucheza mashindano makubwa ya kimataifa. Tunapozungumzia Aziz Ki tunamchukulia ubora wake, ameonyesha kitu katika mashindano ya kimataifa. Alan Okello tutamjaji baada ya kwenda international mashindano ya kimataifa ya CAF, tutarudi nyuma tena kutathmini. Ila kwa sasa hivi tunakwenda kaja dirisha dogo, anacheza kikawaida tu, ila bahati mbaya vilabu vingi viko dhaifu hali. Kwa hiyo nampa nafasi kubwa kwamba Aziz Ki atakapokuwa kama Yanga Afrika dau lao kama watakubaliana nao, maana moja kwa moja nampa Aziz Ki anakuja kuchukua nafasi ya Alan Okello moja kwa moja Yanga Afrika. Wewe unampa hivyo? Kama endapo atarudi Aziz Ki yule wa mwanzo, haonekana nafasi atakuana. Na katika sababu inapokuwepo viwango vitakuwa vikaribiane, sio kiwango cha anayeanza kikubwa cha anayefuatia cha kokota. Huo sio mpira, huo ni kubahatisha. Tunapenda Aziz Ki arudi aperform vizuri na Alan Okello aperform vizuri, ila mtu anayetoka anaingia walingane viwango. Tunataka wachezaji namna hiyo. Tunataka wachezaji ambao wanafanana viwango. Kiongozi anamalizia hivyo kwamba viwango vifanane, wanataka wachezaji namna hiyo ili waingie katika moja kwa moja. Kama endapo Yanga Afrika watafanikisha kumrudisha Stefan Aziz Ki katika viunga vyao, unaiona wapi nafasi ya Alan Okello pale Yanga Afrika? Mchezaji anapata nafasi kwa bidii zake, lakini Aziz Ki kama walivyotangulia tukusema ni mchezaji mkubwa, ana akili nyingi, na inaonekana katika uchezaji wake timu ya Yanga ndo anajua kucheza vizuri akiwa Yanga, na ndio maana wenyewe wanakumrudisha, inawezekana akarudi. Lakini Okello kama Okello kwa mahitaji ya Yanga ambao wanahitaji, Okello bado kwa kumfanisha na Aziz Ki. Ila kama unavyojua tena kwamba kuna mfumo wa miemko katika sisi mashabiki na wadau wa soka, wanaweza kumpasisha mtu, lakini ukienda kuingiza kwenye mashindano huwezi kumpasisha na Aziz Ki. Aziz Ki ni mzoefu wa mechi kubwa, mzoefu mpira anaujua, na yani huwezi tu kufananisha sana na Okello. Okello yupo anacheza Yanga kwa sababu hakuna mtu wa kuweza kumfananisha naye kwa kipindi hiki, lakini akija Aziz Ki na patikana na mwalimu ambaye anajua kumtumia Aziz Ki, hawezi kukaa benchi Aziz Ki akatangulia Okello, hasa kwenye mechi zenye umuhimu na mechi kubwa yule bado, kwa sababu hata kama kwenye mechi ya Simba iliyopita nimeona anakaribia zinamshinda, hata kama anakwenda pumzi baadaye anashinda, na unamwona mwalimu anamtoa. Lakini Aziz Ki huwezi kutarajia kitu kama hiko. Kwa hiyo nafasi atapata, lakini sio kumshindanisha na Aziz Ki. Kwa hiyo inawezekana kule unamwona yupo chini ya kiwango, sio kwa sababu inawezekana kuna sababu zingine mbali ambazo zipo, lakini akija Yanga kwa sababu hata sisi kipindi cha Okwi amemtaja mheshimiwa pale Okwi,
Alikuwa akienda nje ya Simba huwezi kumuelewa. Akija Simba anakiwasha. Mlimuona Chama amekwenda Yanga chini ya kiwango, amekwenda Singida chini ya kiwango, lakini sasa hivi anawahi kufunga magoli. Hata wale wanachagua magoli bora wanashindana, yani goli gani sasa tuweke, wanapoa kwanza, kwa sababu ile alijapoa anaweka lingine zuri kama lile, ili kama lile. Na wakati huo hapa katikati hatukutarajia, nimpa majina mengi yani ya dharau mzee nini, vyote ameitoa ambavyo havifai kumuita mchezaji aliyokuwa bora, lakini kwa sasa amekuja Simba, unaona kazi anayoifanya. Kwa hiyo mambo hayo kwa mchezaji ni kitu cha kawaida. Unaweza kama kule iko chini ya kiwango, akaja Yanga na furaha mzuri, timu yake, shemeji zake, kila kitu, ukamwona anapiga boli safi. Kwa hivyo wala sio ndio kukata tamaa, unaona, umombe tu afike tuje kuangalia burudani. Wewe unaiona wapi nafasi ya Alan Okello? Nafasi ya Okello ipo na nafasi ya Aziz Ki ipo, kwa sababu Aziz Ki anaweza kucheza namba zaidi ya 3 uwanjani. Anaweza kucheza wingi ya kushoto, anaweza kucheza kulia, anaweza kucheza namba 10. Nafasi ya Aziz Ki ipo kwa sababu kwanza Yanga tutapata magoli mengi sana, sababu ya Okello anafunga kwa faulu, lakini Aziz Ki kwa faulu, kwa hiyo utakuta magoli yameongezeka. Hilo la kwanza. Alafu la pili, Aziz Ki Yanga atacheza kwa sababu ni mchezaji ambaye alishatumikia, tushamuona na tunamjua, na Yanga leo anamjua. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa sana ya Aziz Ki kufanya vizuri, japokuwa Okello yupo kwenye fomu yake, lakini Aziz Ki ni kipenzi cha wana Yanga. Hakuna ambaye hapa mkubali Aziz Ki. Kama mnafuatilia, Aziz Ki kasha kufunga hat-trick kwenye mechi ya Azam. Ni mechi ngumu, lakini alipiga magoli 3. Sasa kitu kama kile ukikumbuka, unaona kabisa Aziz Ki umuhimu wake unaonekana uko wapi. Kwa mimi naona Aziz Ki arudi Yanga na nafasi ipo na atacheza. Naona Aziz Ki arudi Yanga na nafasi ipo, utacheza. Moja ya mazungumzo yako umesema kwamba Stefan Aziz Ki anacheza winga, anacheza namba 10, sawa. Hadi ukiangalia mfumo wa Yanga Afrika, winga tunamwona kuna Pacome, winga tunamwona kuna Maxi Mzengeli. Sasa ili Aziz Ki acheze, nani atakiwa anzie nje ili Alan Okello naye awe ndani? Kwa mimi naona kwa sasa hivi Pacome kiwango chake kidogo kimedrop. Alafu isitoshe mchezaji kama Okello alikuja Yanga alikuwa afungi. Alafu alikuwa anapiga pasi za mwisho. Baadaye akaona pasi za mwisho anapiga, watu wanakosa, akaamua afunge mwenyewe. Sasa hivi ana goli 9. Kwa hiyo kama Aziz Ki ataamua yeye kufunga, Okello kupiga pasi za mwisho, na mimi tuko mbali. Maana yake itakuwa Aziz Ki ana magoli 20, Okello akapiga pasi za mwisho 18. Wewe hapo unaona uone faida kwa Yanga? Faida ipo. Sasa tuangalie. Umesema kwamba sawa, manake Alan Okello manake ataendelea kubaki, atacheza timu moja na Stefan Aziz Ki. Sasa winga ambao umemzungumzia Stefan Aziz Ki anaenda kucheza, anakutana na Pacome. Pacome na Aziz Ki nani aanze kwa wewe? Mimi kwangu mimi Pacome na Aziz Ki anaanza Aziz Ki. Kwa upande wangu mimi Aziz Ki. Aziz Ki. Yanga anakusikia hapa. Aziz Ki ndo anaanza kwa nini lakini? Kweli kiongozi? Kweli kabisa. Waliosema Chama mzee na sababu mimi wala nyingine siwezi kuendelea. Nadhani kiuhalisia kwa namna ambavyo Young Africans wanacheza, ukitaka wote wawili waweze kucheza kwenye mechi moja, nadhani itakuwa ni jambo gumu kidogo, kwa sababu ukiangalia ubora wa wachezaji wote wanategemea zaidi eneo la katikati kwa maana ya namba 10. Kwa Alan Okello amekuwa bora zaidi aliporudishwa kucheza kama namba 10, lakini pia Stefan Aziz Ki tunajua alikuja kuwa bora zaidi baada ya kurudishwa kwenye eneo la namba 10. Kama ukilazimisha wacheze wote wawili kwenye mechi moja, nadhani unaweza ukawa unaiathiri timu, kwa maana mmoja wapo ukimpeleka winga hawezi akakupa ufanisi kama namna ambavyo atakuwa kwenye eneo la namba 10. Kwa hiyo ili timu iweze kuperform vizuri, lazima mmoja baki nje na mmoja acheze kwenye eneo la namba 10, na watu wengine waweze kuachia kucheza kwenye wings ambao wamezoea kucheza. Maana yake kuna Pacome pale, kuna Maxi na baadhi ya wachezaji wengine ambao wana uwezo wa kuoperate kwenye hilo eneo. Kwa hiyo kwa upande wangu, ili timu iweze kucheza vizuri ikiwa na wachezaji wote wawili, maana yake hawa wapeane nafasi, wapeane muda, mmoja aanze mmoja baki, kwa sababu ya ubora wao katika eneo moja, kwa maana wote ni bora katika eneo la namba 10.